Kwanza namshukuru Mungu kwamba safari inaanza rasmi leo kuelekea Zambia, na mara baada ya mchezo tumepata wasaa wa kufanya recovery, tumepata wasaa wa kujiandaa, lakini kubwa pia kupitia mapungufu ambayo tulikuwa nayo na kuangalia yale mazuri ambayo tumekuwa nayo, na ni mategemeo yangu kwamba kwa kiasi ambacho tumefanya tutakwenda kufanya vizuri mechi ya marudiano na kupata ushindi kwenye mechi hiyo. Mabadiliko hakuna, labda kwa maana ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi wenyewe kurejea kwenye mchezo. Kwa hiyo ni matumaini makubwa sana Winifred Gerard ataweza kuwa sehemu ya mchezo, lakini captain pia ambaye aliumia mapema kipindi cha pili kilipokuwa kimeanza, na yeye anaendelea vizuri. Kwa hiyo nategemea kwamba atarejea kwenye mchezo. Zaidi ya pale ni kwamba yale mazuri ambayo tuliyafanya tumeyafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunaweza kuyakamilisha vizuri, lakini mapungufu machache ambayo yalipelekea sisi kupoteza na yenyewe nao pia tutafanyia kazi kwa kiasi kikubwa. Kazi ngumu ambayo iko mbele yetu ni naendelea tangu mechi imemalizika, kila wakati kuwajenga wachezaji wetu kisaikolojia, kwa sababu wako nyuma kwa magoli 3. Kwanza kuonyesha kwamba wao wana uwezo wa kurudisha ile magoli na kushinda. Kwa hiyo unapozungumzia magoli 4 unaona ni mlima mrefu sana, 3 mlima mrefu sana, lakini kwenye football sio magoli mengi. Kama mpira unaachwa kuchezwa katika uwanja sawa, manake si magoli mengi. Hata ukiangalia mechi yetu ambayo tumecheza, nafasi ambazo tulipoteza pia, manake matokeo pengine yasingekuwa yale. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuwajenga kisaikolojia, kuona kwamba wanaweza, lakini pia kuchukua mechi hizi kama sehemu ya kujifunza kwamba kila wakati kuna siku lazima ujitahidi kubadilisha matokeo, sababu safari ya mpira ni ndefu kidogo. Kwa hiyo ni mechi ya kwenda kuchukua pia experience nyingine kwa wachezaji wetu. Kwa naamini kabisa kwamba kwa dhama tunavyokwenda na wakiweza kuendelea kutafsiri vizuri akili zao, matokeo yatakuja kwenye upande wetu. Kocha azungumza na Watanzania ambao wako nyuma yenu wakiwaombea. Kwanza niwapongeze kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakitusapoti timu zetu hizi za taifa za wanawake, na huwa hawakati tamaa. Kwa maana hata nimejaribu kufuatilia mara baada ya mchezo, sikuona vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vya katisha tamaa kwa wasichana wetu. Wengi wamekuwa wakiwajaribu kuwafariji na kuwasukuma waweze kwenda mbele. Kadiri ndivyo nchi nyingine zilivyo. Nchi nyingine ukienda huko hauwezi kujua pia kama kuna mtu ambaye anaichukia timu yake ya taifa ama vipi. Wanajaribu kuongea vitu ambavyo vinawajenga wachezaji wao na kuwafanya wapigane kwa ajili ya nchi yao. Sasa Watanzania wategemee kwamba tunakwenda vitani kupambana kwa ajili ya nchi yetu, na mwisho wa siku tutakuja na furaha pamoja. Mimi nikutakie safari njema na upambanaji mwema. Asante sana. Kwa upande wetu sisi wachezaji, maandalizi yako vizuri. Bado wachezaji wana morali ya kuendelea kupambana kwa sababu mchezo bado hujaisha. Naamini tutaenda kufanya vizuri zaidi tulivyocheza nyumbani. Naamini kwa sababu kila mchezaji ana morali, mchezo bado hujaisha au mechi bado, kwa sababu tuna morali, ni matokeo yametokea, wameweza kushinda nyumbani na sisi tunaamini tunaweza kushinda ugenini. Hapana, kwetu sisi kikosi ni kile kile, wachezaji ni wale, ila mimi na imani tutaenda kufanya vizuri zaidi. Kwa kweli maandalizi tumefanya vizuri na tumejiandaa vizuri kwa katika mchezo wa tarehe 15 hapo. Ndio tunaamini maandalizi ambayo tumeyafanya tunaenda kubadilisha matokeo. Mimi nipende kuambia Watanzania kwamba watarajie kitu kizuri kutoka kwetu na endelee kutusupport hivyo hivyo.